katika makala ya shambani tunaangazia namna mkoa wa Dodoma unavyoanza kujipanga kuongeza uzalishaji wa tufaa, hatua inayolenga kumaliza utegemezi wa kuagiza matunda haya kutoka nje ya nchi. Kwa sasa Tanzania hutumia takriban dola za Marekani milioni 75 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 190 kila mwaka kuagiza matunda ya tufaa na bidhaa zitokanazo na zao hilo. Ungana na Jamal Hashim katika makala ya shambani. Tukiweza kulizalisha kwa Tanzania, tutakuwa tumeokoa kiasi hicho cha dola ambacho tulikuwa tunatumia kufanya importation. Tukaweza kusupply wenyewe Tanzania tukaitosheleza, lakini tukaweza hata kufanya export. Kwa sababu huo tofauti yake na yale ambayo una import kutoka South Africa. Kwa hiyo tunataka tukapata hata ianza kutengeneza na fedha za kigeni. Mkoa wa Dodoma umeanza rasmi kuongeza uzalishaji wa matunda hayo nchini. Aina 3 za mbegu za tufaa ambazo zimeonekana kustawi vizuri katika mazingira ya Dodoma, ambazo zimepewa jina kama Anna, Shell of Alabama na Golden Delicious. Hizo aina zinaota katika ardhi ya Dodoma vizuri, lakini zikiwa zinapandwa pamoja, kwa sababu zinashabihiana na zinasaidiana kwenye ushavushaji. Kwa ziko pacha hizi, ukizipanda pamoja utapata result zake zitakuwa nzuri, na zinatakiwa zianze wakati wa kuchavusha zianze kwa pamoja. David Mtimbi Mwaka, mmoja wa wazalishaji wa zao hilo, anasema kuwa sehemu kubwa ya uwekezaji wa awali ipo katika upatikanaji wa miche, huku upandaji wake ukiwa rahisi kama ilivyo miti mingine ya matunda. Maximum ni miaka 2. Ikiwa kwa Dodoma tumeona mwaka 1.5 unaweza kuwa unatosha. Lakini miaka 2 ni maximum naanza kupata matunda. Na utaanza na matunda labda 100 kwenye kila mti au 80, lakini miaka inavyozidi kwenda matunda yanaongezeka mpaka tafika kwenye mti mmoja matunda 350 mpaka 400. Katika kuhamasisha uzalishaji, tayari juhudi zimeanza kwa kuanzisha mashamba darasa katika kila wilaya ili kuwapatia wakulima elimu na ujuzi kuhusu kilimo cha tufaa. Aidha, kuna mpango wa kuziwezesha kaya zenye uhitaji kwa kugawa miche ya tufaa ili kuanza uzalishaji. Tukianza na kaya maskini kuwagawia walau miche 3 ya apple, ambapo tunaamini tutatatua mambo mengi. Mojawapo, hela za kigeni zilizokuwa zinatumika na nchi yetu kuagiza zao la apple hazitatumika tena. Apple itapatikana ndani ya nchi na fedha zile zitatumika kwa kazi nyingine kwenye nchi yetu. Kwa Dodoma, fursa hii inaweza kuwa zaidi ya zao jipya la matunda. Inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kuongeza uzalishaji wa ndani, kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoingizwa kutoka nje ya nchi na kuongeza kipato cha wakulima. Kwa hivyo, kilimo cha tufaa kinaonekana kuwa fursa mpya ya kiuchumi kwa wakulima wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Hadi juma lijalo katika makala shambani, mimi ni Jamal Hashim wa Azam News.